Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na hali yake ya kiusalama, kisiasa na hata kidiplomasia pia. Na kwa taarifa hii leo tarehe 3 Aprili mwaka 2026 tutakwenda kugusia mahojiano aliyoyatoa kwa chombo cha habari cha Jeune Afrique na kuchapishwa leo hii tarehe 3 Aprili mwaka huu. Rais wa Rwanda Paul Kagame alitoa kauli ambazo zinaweza kuongeza mvutano kati ya nchi yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumzia hali ya mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo, alisisitiza kuwa kundi la wahasi la AFC M23 ni suala la ndani ya Kongo na sio matokeo ya ushiriki wa Rwanda. Kwa mujibu wake, Rais Paul Kagame amedai kwamba AFC M23 ambalo analitaja kuwa ni harakati ya Wakongomani lina uhusiano na rais wa zamani Joseph Kabila. Kupitia kauli hiyo, serikali ya Kigali inaelekeza lawama kwa wanasiasa wa ndani ya Kongo, ikisema kuwa suluhisho la mgogoro huo linapaswa kuwa la kisiasa na litokane na Wakongo wenyewe. Msimamo huu unaendana na sera ya muda mrefu ya Rwanda ya kukataa tuhuma za kuunga mkono makundi ya wahasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, kwa kumtaja waziwazi mwanasiasa mkubwa wa Kongo ambaye ni rais wa zamani Joseph Kabila, Paul Kagame ameongeza uzito wa kauli zake kwa kuonesha kuwa kuna mhusika wa ndani anayehusika moja kwa moja katika mgogoro huo. Kauli hizi pia zinafanana na madai ya mara kwa mara ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi, ambaye kwa miezi kadhaa amekuwa akimtuhumu mtangulizi wake kuwa na uhusiano na kurejea kwa AFC M23 katika mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo, ingawa kuna kufanana kwa hoja, tafsiri zake zinatofautiana. Upande wa serikali ya Kinshasa unaona hii kama ushahidi wa kuingiliwa na mataifa ya nje pamoja na ushirikiano wa ndani, wakati serikali ya Kigali inaitumia kujiondoa katika lawama. Aidha, rais wa Rwanda alitetea uwepo wa vikosi na hatua za kijeshi za nchi yake, akizielezea kama hatua za kujilinda ama des mesures défensives dhidi ya vitisho vya usalama vinavyodaiwa kuwepo mpakani, kufuatia na uwepo wa makundi ya wahasi wa Rwanda wa zamani wa FDLR. Pia alikosoa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Rwanda, akisema havina msingi wa haki bali vinachochewa na maslahi ya kisiasa. Wakati AFC M23 bado inadhibiti maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na juhudi za kidiplomasia zikikumbwa na changamoto, kauli hizi zinaweza kuzidisha ugumu wa kufikia suluhu ya amani, kwani zinachochea mjadala kuhusu asili ya mgogoro huo. Je, ni mgogoro wa ndani wa Kongo kama inavyodai Kigali, au ni mgogoro wa kikanda unaohusisha pia mataifa ya nje kama inavyosisitizwa na serikali ya Kinshasa na baadhi ya wachambuzi kadhaa wa kimataifa? Na ikumbukwe kuwa ni miezi minne sasa tangu ya kutiwa sahini mjini Washington kwa makubaliano yaliyowasilishwa kama ya kihistoria kuhusu amani na ushirikiano wa kikanda. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku mapigano yakiendelea uwanjani, hali hii inaonyesha tofauti kubwa kati ya ahadi za kidiplomasia na uhalisia wa kijeshi. Licha ya makubaliano hayo, uhusiano kati ya Kigali na Kinshasa bado umejaa kutoaminiana kwa kina. Katika mazingira haya, misimamo ya pande mbili inaonekana kuwa migumu kupatanishwa. Kwa upande wa Rwanda, mamlaka zinaendelea kuhalalisha hatua zao kwa misingi ya usalama wa taifa, huku Kinshasa ikishutumu uvamizi na kukataa kabisa kuweka uwiano wa lawama kati ya pande hizo. Katika mahojiano yake, Rais Paul Kagame anaonyesha msimamo mkali na usiotetereka. Anakataa kabisa kuondoa kile anachokiita hatua za kujilinda ama les mesures défensives za Rwanda, ikiwemo mifumo ya usalama na vikwazo vya mpakani hadi pale vitisho vinavyotajwa na Kigali vitakaposhughulikiwa. Msimamo huu unaonyesha wazi kutokuwa tayari kutoa makubaliano bila dhamana za awali.
Kiongozi huyo wa Rwanda pia anakosoa jumuiya ya kimataifa akituhumu kwa kukosa msimamo thabiti wa uwiano. Anaamini kuwa shinikizo linalowekwa haliko sawa wala halina haki, akionyesha kile anachokiona kama upendeleo kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kwa mtazamo huu, juhudi za kidiplomasia haziwezi kuzaa matunda isipokuwa kama pande zote zitawajibishwa kwa viwango vinavyofanana. Lugha inayotumika katika mahojiano hayo ni ya moja kwa moja na isiyo na utata. Badala ya kupunguza mvutano, Paul Kagame anaendelea kusisitiza msimamo wake mkali, akirejesha jukumu la maendeleo yoyote kwa upande wa Kinshasa pamoja na washirika wa kimataifa, hasa mataifa ya Magharibi. Kwa ujumla, kauli hizi zinabadilisha mwelekeo wa mjadala wa kidiplomasia ambapo Kigali inaweka masharti ya maendeleo yoyote kwa kuwepo kwa shinikizo zaidi dhidi ya mamlaka za Kongo, ikidai kuwa uwiano wa uwajibikaji kwa sasa hauko sawa. Hata hivyo, msimamo huu unaweza kuongeza ugumu wa juhudi za kupunguza mvutano katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Aidha, baadhi ya wachambuzi wanaendelea kurejea mijadala ya zamani, hususan ile inayohusiana na shambulio dhidi ya ndege aliyekuwa rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana mwaka wa 1994 ama 1994. Tukio hili linaendelea kuzua mijadala yenye mitazamo tofauti, huku baadhi ya sauti zikihimiza uwazi zaidi, hasa kupitia kufunguliwa kwa nyaraka za kimataifa. Katika muktadha huu, suala la uwajibikaji wa kihistoria pamoja na nafasi ya wahusika wa kikanda na kimataifa linaendelea kuwa nyeti na kujadiliwa sana. Wakati baadhi wakitaka ukweli uwekwe wazi, wengine wanasisitiza umuhimu wa uchunguzi wa kina na uhuru ili kubaini ukweli halisi. Kwa ujumla, mahojiano haya yanaonyesha wazi kuwepo kwa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kiusalama, na yanaakisi changamoto kubwa ya kufikia suluhisho la kudumu la mgogoro katika ukanda wa maziwa makuu. Na huku kwa upande mwingine, katika ripoti iliyochapishwa mwezi huu wa 4, yani Aprili mwaka 2026 na Congo Research Group ya Universite de New York, ripoti yenye kichwa chenye kusema The M23 A Fractious Entrenched Rebellion, inatoa uchambuzi wa kina kuhusu kurejea na mabadiliko ya Mouvement du 23 Mars mashariki mwa DRC. Ikiwa imejengwa juu ya utafiti wa muda mrefu wa hali halisi ilivyo shambani, ushuhuda wa moja kwa moja na vyanzo vya ndani vya harakati hiyo, waraka huu unaelezea kwa kina namna kundi hilo lilivyorejea na kuimarika tangu mwaka wa 2021, yani 2021. Pia unaangazia ushirikiano wake na makundi mengine ya wahasi, huku ukibainisha mbinu za uandikishaji ama usajili wa kulazimishwa, ikiwa ni pamoja na kuhusisha watoto. Ripoti hiyo pia inaonyesha migawanyiko ya ndani inayodhoofisha uasi huo, hasa kati ya tawi la kijeshi linaloongozwa na Sultani Makenga na upande wa kisiasa na kiutawala unaohusishwa na Corneille Nangaa kwa uhusiano na Alliance Fleuve Congo ama AFC. Mivutano hii inaonekana kuhusishwa pia na utegemezi unaoendelea wa msaada kutoka Rwanda, jambo linalotajwa mara kwa mara katika uchambuzi mbalimbali. Aidha, watafiti wanaeleza mkakati wa M23 wa kujikita kwa muda mrefu katika maeneo inayodhibiti kaskazini na kusini mwa Kivu. Hii inajidhihirisha kupitia kuanzishwa kwa utawala mbadala, udhibiti wa moja kwa moja wa maeneo ya madini, pamoja na kujenga polepole miundombinu ya kisiasa na kiutawala katika maeneo hayo. Mwisho, ripoti inaonyesha kuwa mchakato wa amani bado umekwama licha ya juhudi za kidiplomasia, zikiwemo mazungumzo ya Doha na makubaliano yanayojulikana kama ya Washington. Kutokana na misimamo mikali ya pande husika, waandishi wanaona kuwa suluhisho la kijeshi pekee haliwezekani. Wanasema kuwa suluhisho la kudumu litategemea makubaliano ya kisiasa kati ya serikali ya Kinshasa na ile ya Kigali.
Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta ya mwisho kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na hali yake halisi ya kiusalama ambayo inazidi kuwa tete. Na kwa kutaka kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, basi tunakusihi ubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Naam, tukutane kwa majaliwa. Asante.